Nashukuru daktari kwa nafasi hii ya kipekee na heshima hii ulionipatia kunisikiliza. Umeacha majukumu yako kwa ajili ya kuweza kusikiliza kile ambacho nitakiwasilisha kwako, ama mchango wa maoni nitakuwa nahitaji kutoka kwako. Sasa daktari, nimekuwa nikitafakari sana kuhusu ile mihimili yako mitatu ya biashara ambayo mara zote umekuwa ukichapisha hata kwenye makala zako: process, people and product. Na kwenye upande wa kilimo na mifugo, nimeona namna ambavyo umeweza kusimamisha product bora, ikiwemo kuna mifugo ambayo hata kwenye catalog tukiingia tunaikuta, lakini kuna miche ya mimea, zote hizo ni bidhaa bora. Lakini sasa nilikuwa natamani sana tujikite kwenye upande wa people, kwa sababu ulikuwa ukisema na zote kipengele cha people ndo huwa mziki ulipo. Hapa ndo sehemu ngumu kuliko hizo sehemu zote. Sasa natamani kujua uliwezaje kujenga timu inayopumua maono yako, wale watu ambao waliendana na ndoto zako kipindi unaanza. Asante sana. Vile sijajua kama content au tutakwenda hatua kwa hatua pengine, lakini kwa swali lako la kwanza, aidha ndio mada yetu ya leo, kwamba niliwezaje kujenga timu ambayo inabeba maono yangu, si ndio? Kama nimepata kwa usahihi kabisa. Yeah. Asante sana Dr. Teresia. Mimi naitwa daktari mkulima ama Dr. Bashir Nuru Ibrahim, maarufu pia kama AJ Farmer. Na nafurahi sana kuwa umetambua mchango wangu kwa jamii, na mchango huu pengine unaweza kwa ukatoa ile kitu inaitwa ripple effect. Ripple effect kwa maana kwamba mmoja anaanzisha kitu, lakini na wengine kile kitu wanakichukua, wanakitengeneza, kinasaidia na watu wengine, na wale wengine wanaanzisha kitu kinasaidia watu wengine. Jamii mwisho siku tunatengeneza taifa bora, ulimwengu bora, jamii yetu yote inakuwa bora. Ndicho ninachokiona kwangu, nilianzisha, lakini naona kwako pia utatuelezea. Nimeona juhudi zako kupitia mitandao ya kijamii ukifanya vizuri kuelimisha hata vijana, wanawake juu ya kufikiria nje ya box pengine, au kufikiria upande wa pili ambao uzungumzii sana wa kujiajiri na kuajiri wengine. Nimeona juhudi zako za dhati, na hapa ndio maana siku sita hata uliponialika ama kuomba tukutane katika kwa njia ya mtandao kuzungumzia yale ambayo ulikuwa ukifikiria kwamba yanakutatiza. Na hapa nipo tayari kushare nawe, na nafikiri pia kushare na watu wengine kuhusiana na hizi mbinu ambazo nilijifunza kupitia uzoefu wa miaka mingi. Na umesema vyema kabisa kuhusiana na hizi nguzo tatu za biashara yoyote. Ndiyo. Na ikumbuke kwamba biashara ifanywe, biashara ujengwa. Nimekuwa sana kauli yangu mara nyingi kwamba biashara huwa haifanywi bali huwa inajengwa. Sasa ukishaenda na falsafa kwamba biashara inajengwa, mantiki yake ni kwamba lazima ndani yake kuna mchakato. Sawa. Mchakato huo ni sawa kama tunapojenga nyumba, huwa tunaanza labda unaita mchanga. Kwanza unapata eneo, ulipima, ulete architecture, si nini, wapate kila kitu, ramani, alafu utafute ufundi ujenzi, uanze. Ni hatua nyingi sana. Ndio maana biashara huchukua muda mrefu kuleta matokeo. Tofauti na watu wengi wanaofikiria kwamba tutafanya biashara sasa hivi, mwaka kesho au mwezi ujao apate pesa nyingi. Yeah. Sasa kwa sababu watu wengi wakienda kwenye biashara wanaenda kwa falsafa ya kufanya biashara, sio kujenga biashara. Sahihi. Na nimewahi kumsikiza Aliko Dangote, huyu bilionea namba 1 Afrika, akisema vijana wasidhani kwamba eti nimefika hapa kwa kudhani kwamba eti nimefika kwa usiku mmoja. Nimefika hapa kwa zaidi ya miaka 30 nikifanya kitu kile kile kwa uvumilivu, kwa misukosuko, kwa taabu sana. Na ndio maana leo hii naitwa bilionea wa Afrika, alisema Dangote. Ndio. Sasa hii falsafa ambayo inabidi tuibebe, kwa sababu biashara ndio ile kwamba mantikio kwamba biashara haifanywi bali ujengwa, na kujenga biashara kunahitaji muda mrefu sana. Lakini yote ambayo nimekuwa nikijaribu kusema kuhusu kujenga biashara tu, kila unataka kujenga biashara kuna msingi, lakini huwa kuna nguzo. Sasa msingi leo hatuongelewa biashara. Leo acha tuongelee tu nguzo zile 3 ambazo umesema vizuri. Nguzo ya kwanza huwa ni process, ambao ni mfumo. Yes.
Nitazungumzia kidogo tu hizi nguzo tatu, na nitajikita zaidi kwenye hii nguzo ya watu, ambayo ndio umesema hata wewe, hata mimi na watu wengi, ukifuata watu ambao wafanya biashara watakwambia kwenye watu ndio penye password ya mafanikio. Sahihi. Sasa nizungumzie kidogo kuhusu process. Process kama nguzo ya kwanza, na hizi zimepangwa kwa makusudi kabisa. Hii process imeanza, ni nguzo ya kwanza utajenga ya kwanza. Alafu nguzo ya pili utakayojenga kwenye biashara itakuwa ni people, yani watu. Alafu nguzo ya tatu itakuwa ni product. Hii ni bidhaa yenyewe. Na kwa nini imetajwa, kwa nini product haijatajwa ikiwa kwanza? Ni kwa sababu hivi vitu vinatajwa hivi kwa umuhimu wake. Process inasimama ya kwanza kwa sababu ni nguzo ya muhimu sana. Kabla hujaenda kwenye biashara, lazima una proposal mfano. Lazima uwe na wazo kwanza. Umefanya tafiti vya kutosha juu ya tatizo ambalo liko kwenye jamii, kwa sababu huwezi kufanya biashara ambayo haiendi kutatua tatizo lolote kwenye jamii. Kwa hiyo umefanya tafiti, umefanya mambo mengi sana. Alafu umetengeneza mfumo wa kujua kama nataka kutengeneza bidhaa nitaitengenezaje? Nitaitengenezea wapi? Nitarekodi wapi mapato na matumizi? Ndio hapo unajikuta mtu anakuwa anakuwa na jina la biashara. Inabidi niwe na mfumo wa mahesabu, kwa mfano kama kampuni. Niwe na cheti cha TRA, namba ya malipo ya TRA TIN. Hivi vitu vyote vitanisaidia niwe na mhasibu, kwa mfano. Yaani hii ni ramani nzima, kama vile tunaenda kujenga nyumba. Sasa unaanza kuita architect yule atengeneze ramani ya nyumba. Kwa hiyo process niseme ndio kama mchoro wa biashara. Ndio. Na hii ndio ifanyike mwanzoni kabisa, kabla hujaenda hata hujapeleka shilingi yoyote au hujaingia field. Na hii inatengeneza mfumo kabisa kwamba mahesabu, account ya benki ndio hii, nitakuwa naweka pesa namna hii, nitaitoa pesa hivi, itatoka kwa mfumo huu, signatories watakao sign pesa kutoka ni hawa, pesa itakusanywa kupitia channel hizi. Sasa hiyo ndio process yenyewe. Na yenyewe ni sema kweli, ni paswa kichwa. Kama nitakueleza process siku moja. Na cha ajabu nikwambie Dr. Teresia ni kwamba kuna biashara ambazo unaziona zinaenda, lakini zinaenda kwa mkono wa mtu mmoja tu, yani ni kichwa chake. Akisema hii pesa naenda kununua cement, ananunua. Yani hamna process. Biashara hakuna, haijulikani hata ni nani, kwa mfano ni mkurugenzi pengine, nani msaidizi wake, mhasibu ni nani, huyu hela ikikusanywa pale kazini inaenda wapi, nani amwone nani, hawana organogram. Unaweza kukuta taasisi inaenda lakini haina organogram. Yaani kila kitu kinajipeleka hivyo hivyo. Mimi mara nyingi mtu akiniuliza nini maana ya organization, huwa nasema organization ni institution ambayo iko organized. Na ndio maana kwenye organization huwa tunatafuta organogram. Kwa hiyo ufupi kuhusiana na hiyo process, niseme kwa muktadha kwamba tunajenga nyumba. Hii ndio ramani nzima ya nyumba itakaaje, mlango utakuwa wapi, haya watu watakaa wapi, mapokezi, sijui sitting room, living room, chumba, nini. Hiyo ndio process yenyewe. Mchoro mzima wa biashara zima ndio process, ndio system. Hiyo itoshe kuishia hapo kusema kwamba process ni ya muhimu, ni nguzo ya kwanza ambayo ukifaulu sasa unaenda kujenga nguzo nyingine ya pili ya muhimu sana, ambayo nao ni ngumu vibaya mno, kwa sababu hii inahusisha watu, haihusishi tofali. Kwa sababu wakati nafanya kazi kuna bosi wangu aliye kuniambia, unajua mimi niliwapewa mamlaka fulani kuendesha kama kusimamia hii hospitali ya watu kama 200. Sasa mimi niko kama mganga mfawidhi msaidizi. Hata siku moja nimepata changamoto ya watu pale. Akaniambia, unajua watu hawa sio matofali kwamba utapanga fulani hapo kesho ndio wakute. Watu hawa wanaisia, ushafahamu, wanaisia, wanaweza kuathirika, wanaweza kufurahi, wanaweza. Sasa hapo ndio kuna kazi. Hii kutengeneza mfumo, process inakuwa rahisi wakati mwingine kwa sababu ni wewe na kalamu yako na karatasi. Yes. Ndio. Sasa ile maana hii huyo mfumo uliotengeneza, hii mchoro uliotengeneza wa biashara wote unategemea, kwa mfano unasema nitakuwa na wakusanyaji pesa, nitakuwa na mhasibu. Sasa hapa ndo kwenye people ndo unamleta mhasibu na mweka pale. Ushamtengeneza hata sheria za mhasibu. Sasa unamletea sheria zile ambazo zinatengeneza kwenye process, umeziweka kwenye mchoro, zile sheria umeziandika kwamba hela itakusanywa hivi, kila weekend itapelekwa la benki, itafanya hivi. Sasa umemleta sasa mtu mwenyewe people hiyo. Mtu ndio unamweka hapo kwamba wewe unaona mfumo wetu wa kusanya hela ndio uko hivi. Afanyi
umemleta pale lakini hajafanya unavyotaka wewe, kwa sababu yule mtu naye ana hisia zake, ana personal needs, ana falsafa yake. Ukimwambia tunakusanya pesa na peka hivi, anaweza kufanya the other way round, akafanya kinyume. Hapo ndo kuna changamoto. Na hapa nipo kushare namna ambavyo nimeweza kuruka, ingawa sijaruka kwa 100%, niseme ukweli, nisije kadanganya. Bado kuna changamoto ambazo nazikutana nazo, na hizi changamoto pia nitashare hapa, na masomo niliyojifunza, namna nilivyoweza kumudu changamoto ya watu. Kwa sababu mimi pia kauli nyingi sana natumia mara nyingi katika mafundisho, nasema mali ni watu. Ndio. Yeyote aliyefanikiwa kwa namna moja au nyingine, ukija kumwangalia, alikuwa na nafasi, yani alikuwa na mbinu nzuri zaidi ya kuishi na watu, kufanya kazi na watu na kuhusiana na watu. Hawa ndio watu. Nikisema people katika biashara namaanisha ni watu, na watu ni nanipana sana. Ina maana inahusisha wabia wako, washirika wako. Ndio. Okay? Inahusisha wafanyakazi wako. Sawa. Alafu hii people pia inahusisha pia wateja wako. Kabisa. Ya sasa unaiona people kwamba ndio kama ndio kila kitu, ndio center ya biashara. Yaani kama ni nguzo, hata kama tulijenga ile process ikiwa ya kwanza, nguzo ya process ikiwa ya kwanza, lakini hii people unaona ndio kama nguzo ya katikati, kwa sababu hapa ndio unalenga kwamba wateja kwenye biashara. Huwa tunasema kuna internal customers. Wateja wa ndani ni wafanyakazi, ni wabia, ni washirika, au ndio wateja wa ndani. Ndio. Alafu external customers ni wale wateja sasa wanakuja kuchukua zile bidhaa, huduma kutoka kwenu. Sasa mimi hapa sitajikita kwenye wabia wala washirika, au naweza kujikita kidogo kwenye washirika, hata sana wafanyakazi. Yaani hapa kikubwa sana ambacho nafikiri kinaweza kuwa kigumu sana kwa watu wengi ni namna ya kudili na wafanyakazi. Unapokuwa unataka kutafsiri maono, sasa yale unataka kutafsiri ile proposal iliyo mezani kwenu, ambayo ndio tuseme ndio mfumo ulishauandika kwenye karatasi, process ile ushachora vizuri kwa miaka mingi, umeumiza kichwa, ukapata consultant, ukalipia hela, sasa ukachora tayari, alafu kaleta kwa watu, kaambia okay, tunaanzisha hotel. Nasikia hoteli yetu itakuwa ya namna hii, itaitwa hivi, tufanya kazi namna hii, hii ndio miko yetu, hiyo ni. Sasa hao watu utawapa hiyo process, tunawafundisha watu waielewe process. Kwa hiyo hatua ya kwanza katika recruitment au kwa ajili ya wafanyakazi, ambao ndio mada yetu ambayo tunajikita zaidi, utakuwa ni kuelimisha kwanza kuhusu process. Huwa ni critical, yani hapa na share experience kwamba ni vibaya sana kujikuta unaanzisha huduma ambayo kwa bahati mbaya ile huduma ikawa wale watoa huduma wenyewe ambao ni watu wako hawaielewi vizuri. Hello? Sorry. Yes, tunaweza kwenda kwa hiyo unaweza kaona kwamba tuna process, tuna people, tuna product. Na hapa niko kwenye people, hii nguzo ya muhimu sana, huwa inahusisha wabia, washirika na wafanyakazi. Kwenye wabia na washirika sio ishu kubwa sana, kwa sababu hao watakuja kwa njia nyingine ambayo tutaongelea siku nyingine. Hapa tuongelee zaidi wafanyakazi. Hao wafanyakazi, hatua ya kwanza huwa tunakosea sana tunapotaka kuwapata. Ndio hatua ambayo ya msingi sana kuhakikisha kwamba tunapata watu sahihi. Na ndio maana hata makampuni makubwa utakuta kwanza huwa yatafuti watu wa bei nafuu. Ndio. Bali huwa unatafuta watu wenye uwezo. Ndio. Sasa hii ni kosa kubwa sana kwa biashara ambazo zinaanza. Mimi pia nimefanya hii makosa mara nyingi. Natafuta mtu ambaye yani kwamba yupo tu available. Yani ni kama unataka kujenga nyumba, alafu natafuta nguzo yoyote tu ambayo ipo tu naiona kwa wepesi kwamba unaweka nguzo ile bradi. Weka mtu mwingine, baada ya siku chache nyumba inaanguka kwa sababu uliweka nguzo ambayo sio imara. Sasa kwa hiyo hapa mara 100 nashauri bora kuchelewa kupata watu, lakini upate watu sahihi, kwa sababu hapo ndio maana kuna umuhimu wa kufanya interview. Ndio. Nimefanya makosa mimi mara kadhaa hapa kwa kuchukua ndugu, kwa sababu mtoto wa kaka yangu namjua, huyu mtoto wa dada yangu namjua, na naona kuna uhitaji ule, uzalendo unakuja, huruma inakuja, yuko nyumbani, lakini kumbe sijamwassess vya kutosha kama anaweza kufanya kwenye akasimama pale akanisaidia kutimiza malengo ama maono ambayo nilikuwa nayo.
Hiyo ni kosa ambalo watu wengi so mimi tu nadhani watu wengi wanafanya hasa kwenye hizi startup, biashara ambazo naanza. Anahisi tu mtu tu ilimradi anaweka kwa sababu anamfahamu, ni ndugu. Mwisho wa siku hawa wanaumiza, wanaweza kufilisi biashara. Kweli. Mimi nimekosoa mara nyingi. Hapo nimekosoa. Kwa hiyo tusiruke hatua ya kwanza itakuwa ni interview. So of course baada ya kushortlist na nini process zote za wali, lakini ukipata mtu yote lazima hata kama unamjua sharti apitie kwenye mchakato wa usaili ambapo utamwassess kwamba anaweza kwanza kuelewa maono, anaweza kaelewa hii process, kwa sababu utamuonesha mfumo wote. Lazima sharti auone mfumo. Na mara nyingi kama anakuja kwenye kampuni yako, sharti ushare, kwa mfano una website au una YouTube link ama social media, lazima umtumie apate kujiridhisha mwenyewe kuona kama atafit kwenye mfumo. Yaani ni muhimu sana. Kama unavyoona timu za mpira, mchezaji akija huwa ana fit kwenye mfumo wa kocha. Hiyo kocha afiti kwenye au timu ya mpira ifiti kwa mchezaji. Ikifanya hivyo the other way round, timu itafungwa sana, kwa sababu inatakiwa mchezaji akute mfumo umetengenezwa. Ni kosa kubwa lingine. Biashara nyingi zikienda kufanya kazi, yani mfanyakazi anakuja mwenyewe anajikuta hakuna mfumo yani. Ndio. Ushafahamu? Utakuta mfanyakazi anakuja ajui, yani hakuna utaratibu ambao anaelekezwa. Kwa hiyo hii utashia na taarifa mwanzoni kuhusiana na kampuni yako, biashara yako, alafu anasoma kabla hajaja kwenye usaili. Akija kwenye usaili unamuuliza maswali critical ambayo unaweza kuassess uwezo wake. Alafu akishakuwa ameelewa, sasa umempa kazi. Wakati wa kazi yenyewe kumwandika kazi, sharti apewe job description. Hii job description sasa ndio inamwambia kwamba yeye pale acheze namba gani kwenye mfumo. Sawa. Na umeshaona sasa umuhimu kwamba lazima ujenge mfumo kwanza, alafu ndio utafute watu. Kabisa. Sasa watu wengi hapa hufanya kinyume. Utafuta watu, alafu watu wale uacha garabagara, wanakuja mnaanza kutengeneza mfumo. Fanya kazi haelewi hata vitu vinawekwa wapi, ajui kinapelekwa wapi. Hapo sasa mwisho wa siku, kwa sababu akukuta mfumo, fanya kazi kama nilivyodokeza hapo awali, kiacha akute utaratibu ambao umeshaandikwa, tena sio wa kusema kwa maneno. Umeandikwa, ndio maana utaratibu utaonekana mpaka kwenye business proposal ya ile, au kama ni kampuni itaonekana pia mpaka kwenye memorandum of understanding na article of association. Hiyo MEMAT. Ina maana kile kinachofanyika chote naamini kwamba kitakuwa kwenye memorandum of understanding and article of association. Kitakuwa kinaonekana. Kwa hiyo itachukuliwa party nao mhusu mfanyakazi, ile kama ni accountant, mhasibu, atapewa kama majukumu yake kwa ufafanuzi vizuri, na HR pengine kwa taratibu ambao mtakuwa mmeweka kufuata na ile organogram. Mnaishaona kwamba vitu vyote ninavyotaja narudi kule kwenye mfumo. Kweli. Sasa hapa atapewa job description. Sasa baada ya hapo huyu mfanyakazi anaanza kufanya kazi. Sasa ikimbembe hapa pote mnaweza kupita vizuri. Kwenye interview mambo mazuri, mfanyakazi akaja akapewa job description na akaanza kazi. Kazi kubwa huwa ni pale ambapo anaanza kutekeleza kazi. Nimepata hapa, naomba ni share experience kwa sababu mimi napenda kuzungumzia mara nyingi kila ambacho nimepitia mwenyewe, na huwa ni rahisi sana kufundisha kitu ambacho unakifanya. Sasa upande wa watu wanapotenda kazi, ujue hapo ndio nimerudia kauli yangu ile kwamba watu hawa si mawe wala tofali. Ukimweka pale usitegemee kwamba atakuwa vile vile. Kwa hiyo kuna changamoto kadhaa anaweza kuwepo pale. Nimekutana mara kadhaa na ufisadi. Hilo la kwanza, umeona? Kwa hiyo ukikutana na ufisadi kwenye biashara yako unafanya nini? Unamtoaje mtu pale alipokuwa? Sasa hapo ndio kuna pasua kichwa. Nje ya ufisadi kwa wafanyakazi, changamoto ambayo unakutana nayo mara nyingine ni uzembe. Siku za mwanzo, mwezi wa kwanza, wa pili, anakuja saa 1, saa 2. Ndio. Sasa baada ya hapo tena siku nyingine naumwa, nataka ID. Siku nyingine hajafika, sikafika kazini, lakini yupo tu kama mwili, lakini akili pale haipo. Yaani anagoa na hesabu masaa. Na mfanyakazi wa namna hii atakuingiza hasara, kwa sababu yeye mwisho wa siku, mwisho wa mwezi itabidi umlipe. Lakini sasa changamoto kubwa, atakuwa hajaingiza pesa, yani hamna kitu alichokiingiza. Kwa hiyo mfanyakazi huyu badala ya kuwa kitega uchumi, yani asset, atakuwa liability. Yani utakuwa ni mfanyakazi ambaye unaye kama anasa, anatumia lakini hazalishi. Imenikuta mara nyingi sana.
Sasa ufisadi ni ishu kubwa sana, kwa sababu hii ni kama culture, unaona. Sasa haya mambo yote utajua. Lakini pia nje ya pale kuna mfanyakazi ambaye yeye si kwamba ni fisadi wala mzembe, ila yeye huyu ni slow learner. Sawa, inabidi unafaa kurudia mara nyingi kile unachofundisha. Sasa huyu mtu ambaye unatakiwa urudie mara nyingi unachofundisha, inachotokea ni nini mwishowe? Ataingiza hasara. Siku ambayo wewe utakuwa haupo, ataingiza hasara. Kwa sababu inabidi umwambie friji inazimwa hii. Hayo umemwambia leo. Kesho tena inabidi utoke wewe ule. Alafu mwambie inazimwa hii friji. Ina maana mpaka kila siku inabidi wewe. Yaani umemwajiri kutunza friji, lakini inabidi wewe utunze friji. Hiyo si ni hasara. Inakuwa kama umejiajiri mara mbili wewe mwenyewe afu na umejiajiri mara mbili. Sasa nikupe principle ya kuajiri sasa. Sawa. Principle ya kuajiri ni kwamba wote wataalamu wa kuajiri, hata nimesoma baadhi ya vitabu, hata kama Robert Kiyosaki anasema sharti uajiri mtu ambaye anaweza kufanya kazi ambayo wewe huwezi kuifanya. Aidha kwa utaalamu wake au kwa muda wake. Yaani hiyo kazi yake huwezi kuifanya. Narudia kwa umuhimu wa hichi kitu, kwa sababu hapa ndio mahali pa msingi sana. Kwa mtu wa kuajiri katika kazi zako, sharti awe ni mtu ambaye atafanya kazi ambayo wewe huwezi kuifanya, aidha kwa sababu ya ukosefu wa muda au kwa sababu hauna utaalamu na kazi hiyo. Sasa biashara nyingi hapa ndo zinaangukia, kwa sababu huwa najikuta tunaajiri, hata mimi ya makosa nimeyafanya mara nyingi, kwa sababu ya kutafuta unafuu wa mtu wa kulipa kwa unafuu, au kutafuta mtu ambaye yuko karibu na muona. Mwisho wa siku tumejikuta tunaajiri watu ambao kwenye kazi anakuja kufanya kazi, lakini kazi anakuja kufanya, yani wewe unaweza kuifanya tena kwa ubora zaidi kuliko yeye. Sasa unamwambia tunza friji. Haya, kila siku wewe ndo unakuja wewe kuitunza friji. Sasa ina maana kazi yake tunaifanya wewe, alafu unakuja kumlipa hela nini? Kweli. Sasa nadhani paka hapo umenipata, inapokuja kwamba changamoto ya wafanyakazi wengi imekuwa ni aidha ufisadi au uzembe, ama anajifunza kwa taratibu sana. Huyu mzembe namaanisha kwamba anajua, yani anajua kwamba kuzima friji ni muhimu, lakini hazimi sasa. Umeona? Lakini slow learner, yani kila siku inabidi yani inabidi umkumbushe, kwa sababu ukimkumbusha kweli ananyanyuka naenda. Unaona? Nimesahau. Ila mzembe ukimwambia anavuta mdomo, itabidi kuja kuzima unamwona kabisa kwamba hajapenda wewe mkumbushe, ni mzembe tu. Umeona? Sasa aina wafanyakazi hao fisadi, mzembe na slow learner, wote matokeo yake mara nyingi huwa ni sawa sawa. Sasa mfanyakazi gani bwana, tunahitaji watu, mali ni watu, si ndio? Nimesema hiyo kauli. Tunahitaji watu. Sasa hii person tunaitatuaje? Umeona? Sasa kwenye jinsi ya kutatua moja, principle ambao nimeona kama imesaidia sana mara zote, huwa naangalia attitude. Attitude hiyo ni tabia au sio, unaweza kusema, au mtazamo wa mfanyakazi. Vyovyote vile unavyoajiri. Mimi na taasisi makampuni binafsi mengi sasa hivi tunapoelekea tena ndo inaenda kwa kasi zaidi, au angalia vyeti. Ndio. Naangalia attitude. Na mimi mara nyingi hata nikikutana mfanyakazi for the first time huwa namwambia kauli ambayo hata nimeandika ofisini, kwamba nimeandika msemo kwamba your attitude is your altitude. Your attitude is your altitude. Nikimaanisha kwamba mtazamo wake au tabia yake ndio upeo wake wa kufanikiwa kwenye kazi ile. Ndio. Anaweza kama anajua vizuri sana, alamu nzuri sana, lakini sasa ni mtu ambaye hawezi kupokea maelezo yoyote. Mahusiano yake ni kama hivyo, anaweza muda wote asifike kazini, yani haeleweki, yani kwa ufupi. Sasa huyo hata kama anajua sana, kwako atakupigia hasara. Wateja anakuja na wajibu vyovyote vile, lakini anajua, ila sasa akili yake ni ya ovyo kabisa. Ndio. Au ni mtu ambaye hataki kujifunza, yani amekuja kazini lakini alishokuja nacho ndio anataka vile, anakaa vile vile. Kwa hiyo huyu akija hata na degree, anataka akae na degree yake ile, lakini kuna mtu amekuja darasa la 7 pale kazini kwako, ila kila siku kila dakika anajifunza. Ndani ya mwaka mmoja yule atakuwa na masters, na huyu wa degree atabakia wa degree. Kwa hiyo sisi mara nyingi huwa namchukua huyu mwenye attitude sahihi. Imeeleweka vizuri. Sasa njia nzuri ambayo pia nimetumia ili kuhakikisha kwamba na pambana na wafanyakazi wafisadi, wazembe, slow learner,
huwa natumia njia ya ubia. Okay, ndio. Ubia kwamba mimi siamini kwenye kuajiriwa. Na hivyo sitaki kumdanganya hata mfanyakazi wangu kwamba nitampa pesa itakaomridhisha maisha yake, alafu ndoto zake zote zitatimia kupitia kazini kwangu. Huo ni mimi, kwangu mimi naona kama ni uongo. Mimi napenda kuishi ukweli. Kwa hiyo wanamwambia ukweli kwamba okay, nampa machaguo mawili. Wafanyakazi wote hapa machaguo mawili. Unataka kufanya kazi na mimi kama mfanyakazi wa kulipa mshahara, au unataka kufanya kazi na mimi kama mfanyakazi ambaye ni mbia, yani ni partner. Yes. Mathalan tunaweza tukaanzisha shamba labda ekari 1 hivi. Nikamwambia okay, shamba hili lina parachichi. Sasa hivi parachichi itachukua miaka 3 kukua tayari. Huyu mtu ana mahitaji ya kila siku nyumbani, yeye mwenyewe ana mahitaji yake. Kwa hiyo nitamlipa kitu anaita basic fee. Ni basic fee, ni hela ya kujikimu tu, anakula kidogo nini, hela ndogo tu ambayo anaweza kaishi maisha wakati tunasubiria mradi wetu ambao tunakuwa tumewekeza pamoja. Na kwenye tunapofika kuvuna, tunaweza kubaliana mathalan kwamba kila kilo 100, kilo 10 ni za kwake. Sasa hii imesaidia sana kusolve mambo mengi. Imeongeza uzalendo kazini. Yaani mfanyakazi unajikuta kwa sababu ile mradi, unajua mfanyakazi kama anasubiri mwisho wa mwezi, uzalendo unapungua. Yaani anajua mimi nikipata pesa yangu nimemalizana na bosi. Ndio. Lakini kama huyu mfanyakazi anajua mwishoni tutavuna hapa wote tutakuwa tunafaidika, ataongeza uzalendo, atapenda ule mradi. Hawezi kuhujumu mradi, hawezi kuwa mfisadi, atakuwa makini sana na ule mradi. Ndio. Alafu itapunguza uzembe. Kama mfanyakazi ambaye ni mzembe, kwa sababu anajua tusipovuna hapa hela itatoka wapi. Umeona? Kwa ataongeza umakini, nguvu. Wakati mwingine unajua mimi huwa nasema mtu ni kichwa. Kwa maana kwamba mtu akishakubali kile kitu unachompa, unamwelekeza akakielewa, mwili wake huwa hauna ujanja, utafuata tu. Kwa hiyo unakuta wafanyakazi wako kwenye kazi zao nyingi, hata kwenye makampuni makubwa, lakini hata taasisi za umma, hata za binafsi, unakuta wapo kama miili tu, hawako motivated. Ndio. Lakini siku utakapowaambia bwana huu mgao, kafuata biashara mgao, kaambia huu mgao bwana ni wa kwetu, naona mimi nitawapa hela kujikimu kila siku, lakini kila mauzo yatakayopatikana kila mwezi tunatenga asilimia fulani ya kwako, asilimia fulani ya kwako. Wale watu wataleta mbinu za kutengeneza chakula pale ambazo hujawahi kusikia. na wewe ukawa unafanya kweli. Yaani kitu kingine ambacho ndakuja sababu nyingine, kuhakikisha kwamba na wa motivate. Yaani hakikisha kwamba kama bosi au nini, unatekeleza yale ambayo umewaahidi. Kwamba tukifika muda wa kugawana, kwa mfano pesa, mkagawana kweli, wakaona awamu hii tumepata 100,000, awamu ijayo wataleta mbinu, alafu itakupa nafasi wewe ujikuta unafanya kazi zako nyingine na biashara itakuwa. Hii nimeiona kabisa na ndio nimeitumia na ndio imeweza kusaidia. Lakini mwanzoni nilistruggle sana kuhakikisha kwamba naweza kufika kule, na mara nimepoteza mitaji mingi sana mwanzoni kwa kufanya makosa ambayo nimeelezea hapo mwanzoni. Ila kwa mbinu hizi, ya kwanza attitude, kupima mtazamo wa mfanyakazi, tabia ya mfanyakazi kwa maongezi. Unataka mpima mtu kitu kidogo tu, kumpima mtu, unaona, mpima tu pale, unajua huyu attitude yake yuko tayari kujifunza, huyu hapana hawezi kujifunza, huyu ni attitude ya kiburi, hawezi kuelekezeka, unamwacha ule, unamwambia tafuta kazi sehemu nyingine. Lakini kitu kingine ambacho nasema ni ubia. Unampa nafasi, anakuwa na shares kwenye kampuni au kwenye shamba husika, mtaenda pamoja, utaona anaboreka. Lakini pia na upande wako wewe, baada tusizungumzie sana mfanyakazi, upande wa wewe bosi, kuhakikisha kwamba unajitune, unajipigia picha, ningekuwa mimi ningeweza kufanya hii kazi. Sasa mimi ili kumotivate mfanyakazi huwa nafanya kuhakikisha kwamba anatimiza ahadi. Lakini pia njia nyingine huwa nafanya, yani ikitokea niko kazini na mimi kama ni shambani, basi niko shambani nafanya hiyo peke yake. Yani naanza kumpa maswali, kama bosi mwenyewe yuko hapa anapiga jembe saa 6 saa 7 mchana. Sasa ushaelewa, ina maana na yeye pia anaona kwamba hii kazi sio wewe unamevaa suti pale shambani alafu unaelekeza, unatikisa funguo, anaona kama hii kitu ni kama utumwa. Lakini wewe mwenyewe pia ukiwa involved na hii kazi, mimi nimeona kwamba ina motivate kufanya kazi, na mwisho wa siku ukimotivate kufanya kazi wakiwa na furaha. Robert Kiyosaki anasema hivi, ukifanya wafanyakazi wako wawe na furaha, mtapata wateja wenye furaha, na mkipata wateja wenye furaha mtapata wabia. Unaona, wafanyakazi wako na furaha, alafu wale wateja wenu wamehudumiwa vizuri. Wafanyakazi, kwa sababu mfanyakazi akikuta amenuna pale anatukana, huyu mteja atakuwaje na furaha?
Mteja akishakuwa na furaha, wateja wengi watakuja. Na wateja wengi wakija pale kwenye biashara yako, kinachotokea ni kwamba mtapata mauzo makubwa sana. Na mkipata mauzo makubwa sana, wabia wako, washirika wako watakuwa na furaha. Kwa hiyo cycle ya watu hiyo niozungumzia kwamba hii nguzo hii, umeona? Nguzo kubwa yenye wafanyakazi, wateja na wabia. Unaona wote, finally wote wanaunganishwa na kitu kinaitwa furaha. Yes. Yeah, sasa kama ana furaha, yani ukikuta ofisi yote haina furaha, hata mauzo, hata pesa iendagi sehemu ambapo watu wamenuna. Okay. Hapo nafikiri nimefika mwisho kuhusiana na hizi nguzo, lakini siku ijayo tutazungumzia product. Product ni rahisi sana kwa sababu kila mtu anaweza kutengeneza product, lakini product huwa inaenda sambamba na msingi. Msingi kuna sehemu ya msingi ambao tunajenga kwa kufanya branding na nini. Sasa kwa leo itoshe kusema kwamba ukiwa na mfumo, ukawa na watu, ni rahisi sana bidhaa yako kutembea kwa sababu mifumo ipo vizuri, watu wako vizuri, na maana unafanya kazi, una washirika, una wabia, unafanya kazi na wateja watakuwa wengi, bidhaa ile pale itatembea haraka sana. Bidhaa ina ujanja, ni nguzo ya mwisho kuijenga. Kuna swali lolote hapo? Ni mimi nafika mwisho mwa yale ambayo naweza kushare kama uzoefu, na ningefurahi sana kupata wanasema mrejesho, mwitikio kutoka kwako. Nashukuru, umeiongezea vitu vingi hapo kwenye kujenga timu ambayo inaendana na yale maono yako. Na umesisitiza sana kuanza kwenye mchakato, kwa sababu hata wao watu wakija inabidi waingie kwenye ile process ambayo umeianzisha. Hususan kwenye swala kwenye kuajili ama kushirikiana na watu. Hapo nimeielewa hata kwenye experience yako, makosa ambayo umeweza kuyafanya na vitu ambavyo umeweza kujifunza na ambavyo umekuwa kusisitiza hata wengine waweze kujifunza. Hapo nimeelewa. Labda naweza nikauliza swali la pili? Yeah, hakika please. Usisite. Tafadhali uliza. Asante. Sasa kwenye safari yoyote ya mafanikio kama yako, hapakosi watu ambao wanaweza kuwa na mitazamo hasi au wanaweza kurudisha nyuma juhudi zako. Sasa Dr. Ajefama, ni mbinu gani uliweza kuitumia kujikinga na negative energy kutoka kwa watu wa karibu au wafanyakazi hadi kufikia hapo ulipo sasa? Asante sana. Asante. Vile Dr. Teresa umeweza kuuliza swali muhimu sana. Na mimi kwa bahati mbaya huwa majibu marefu kidogo, na majibu yangu marefu yanatokana na uzoefu wa muda mrefu. Nimesema ni majibu marefu ya mithili ya chuo kikuu cha mtaani. Kitivo cha misukosuko. Ndio maana pengine nilianzisha, baada kumaliza mfumo rasmi wa elimu, niliamua kuanzisha mafunzo kupitia group ya WhatsApp. Haya mafunzo nimeita chuo kikuu cha mtaani, kitivo cha misukosuko. Sasa elimu yote ambayo ni chuo kikuu, si ajabu ukimuuliza mtu moja kujumlisha moja akikuandikia kurasa 8 sio kushangaa. Kwa sababu hata kwenye chuo cha mtaani ukiwa kama principal wetu hauruhusu kabisa copy and paste. Kwa mimi kwa upande wangu nafurahia kwa sababu ni kitu halisi, maisha yako halisi, na ni vitu ambavyo tunajifunza kutokana na maisha ya uhalisia, sio maisha ya Google. Kwa upande wangu ninafurahia. Tunaweza tukaendelea. Unafurahia majibu marefu. Sasa basi uswahili jambo umesema unawezaje kudili na watu ambao wako negative, watu ambao ni hasi. Ndiyo. Watu ambao muda wote watapenda hata kuhujumu mfanyakazi mwenyewe. Huyu ukimleta ni kama nilivyosema, hao watu tofali ukiliachapo mpaka kesho utalikuta hata mwakani. Huyu mfanyakazi ukimwachapo, mwingine anakuja leo anatamani yani anunue benzi kupitia kazi yako hiyo. Kwa hiyo ya kujiandaa kuenda vizuri. Kuna mwingine utamleta, lakini katika kumwelekeza utatengeneza na maadui mle kwenye kazi yako. Ndio. Kuna watu wengine hawafanyi kazi na wewe, lakini ni majirani au ni wafanyabiashara wengine, lakini kwa namna moja wanavyoona unafanya kazi, au ni watu hao ndio wasemea, au ni people, unafanya kazi labda biashara yako ulianzisha. Kuna biashara mimi nilianzisha Dar es Salaam miaka ya zamani kidogo. Sasa ile jamii pale ilikuwa inafanya biashara, kuna watu walikuwa wanafanya biashara fulani ile na ni kabila lile kabila na umoja sana. Sizungumzii ukabila hapa, lakini nataka nitoe somo. Wale waliungana, alafu wakanipiga vita kweli kweli. Ile biashara mpaka nifika hatua nikaifunga. Unaelewa? Kwa hiyo watu hawa si kwa sababu eti nimewatukana, amna, ni watu wengine watajitokeza kushindana na wewe hata kama wewe hutaki kushindana. Yeah. Kwa hiyo yani hata kama hutaki kushindana kabisa, ila mtu anakutafuta tu mshindane, ndio furaha yake.
Yes. Hiyo imenitokea mara nyingi, wala ikikutokea wewe au mwingine wala sio maajabu. Ikitokea kwamba kuna watu wako tofauti na wewe, nimekuwa mara nyingi mimi naambia lazima uwe na nguvu ya kisaikolojia. Nguvu ya kisaikolojia. Sio nguvu ya misuli ya kupigana, bali nguvu ya kisaikolojia ambayo mimi nimeiona kwamba nguvu yangu, huwa naambia watu, nguvu yangu haipo kwenye misuli yangu. Nguvu yangu ipo kwenye akili yangu mwenyewe. Sasa mtu yote anayetaka kubomoa, huwa anakubomoa kwenye akili. Trust me. Kweli. Yaani mtu dhaifu huwa ni dhaifu akilini, sio kwenye misuli. Kweli. Kwa hiyo nikisemaga mara nyingine nikisema mtu ni kichwa, namaanisha hivyo kwamba ukikuta mtu ambaye ni dhaifu, sio kwamba ni dhaifu kwenye misuli, bali ni dhaifu kichwani. Na hapa kwenye hii negative people, watu, hata mimi mwenyewe nimekutana majaribu kuanzia kwenye familia yangu mwenyewe. Kwa nazungumzia vile naacha kazi. Sasa okay, kuna watu ambao na doubt kwa sababu wananipenda kama mamangu, sio kama ananichukia, lakini anasema unaacha kazi kweli mwanangu? Tumeingia kama miaka yote 20 hapa. Umeenda umepata udaktari, sasa ndio umepata kazi, ndio tunaanza kusema kubomoa. Alafu wewe unasema unataki hiyo kazi? Really? Ananiuliza mamangu huyo. Sasa huyo sio kama anachukia, anapenda mimi, lakini sasa hawezi kwenda kwenye ndoto yangu. Lakini kuna wengine ambao wanatamani kwanza wanakuzodoa. Mimi hata leo nimeandika, ukianzisha kitu kipya, Dr. Teresa umeanzisha clinic yako ya kuhakikisha kama unaweza kutibu watu bila kutumia madawa ya hospitalini. Sasa kuna wengi wanasubiria uanguke tu, yani wa kuprove wrong, wakuhakikishie kwamba ulikuwa huko sahihi. Ndio. Umeona? Sasa wanasubiria kila dakika unapokuwa unakwenda utaanguka pale, utaanguka pale. Hao nimekutana nao mara nyingi. Umeona? Mwanzoni watu hawa nilipopitia walikuwa wakinizodoa au kusema vibaya. Wengi wanasema vibaya mpaka unasikia wakati mwingine. Na wakati wanakusema mpaka unaona kwamba haijakufikia, inabidi waje live uso kwa macho. Ili message ikufikie. Sasa yule mtu anayekushambulia huyu anakuta hiyo. Kwa hiyo yule anayekushambulia anakushambulia vile, akiona ameshambulia njia ambayo wewe hujatikisika, anabadilisha njia. Na ukiona unamshindisha huyo mtu anayekushambulia kila wakati anabadilisha njia, ujue wewe uko na nguvu, sio kwenye misuli bali akilini. Kwa hiyo niseme mtu anayekutukana, mfano ni wewe mpaka uliruhusu ile tusi akili liingie. Kama hujaliruhusu ile tusi, litaishia kwenye mwili nje, litagonga, litaenda. Sasa hapa kuna vitu ambavyo mimi nimejikuta inabidi kwa mtu yoyote anayekwenda ujasiri wa mali, sharti awe navyo, yani awe na nguvu ya akili. Nguvu ya akili nimesisitiza sana, kwa sababu ndio itakufanya, mimi ndio naambia watu, ndio namfanya bondia kama kina Mike Tyson kuwa bondia bora pengine katika nyakati zake. Ndio. Nguvu ya akili ndio inamfanya hata huyo unayemjua kwamba ni mbunge, yani darasa la 7 somewhere yuko kule amefaa mpaka amekuwa waziri mkuu au amekuwa waziri mahali sana au mpaka amekuwa rais. Yule tunasikia Traore wa Burkina Faso, Traore wa Burkina Faso. Ukija kumwangalia sio kama amewazidi watu wote pale Burkina Faso kwa elimu yake, lakini ni kwamba ana nguvu ya kiakili, nguvu ya kisaikolojia, nguvu ya kiroho. Ndio. Sasa watu wote waliofanikiwa, nilichogundua cha kwanza, kwanza wako na nguvu akilini mwako, nguvu ya kiroho. Unaweza kaita kwenye ulimwengu wa kiroho kwamba ana nguvu ambayo hata watu wote 1000 waseme hapana, yeye anaweza akasimama akasema ndio. Ndio. Huyu ni mtu ambaye mwenye uwezo, hata ukiwa anazodolewa na watu wote, kila mtu anapita pale wanamcheka, wanasema wewe tutaona, yeye atasimama baada atasimamia. Huyu mimi huwa najiita miongoni mwa watu hao. Yaani najiweka hata mimi ukinitaja kama mwenye nguvu ya kiroho au nguvu ya kiakili, si kwa sababu na akili nyingi ya darasani, bali kuna nguvu ya kiroho ambayo naweza kusimama nikasimamia ninachokisimamia. Hata kama mamangu mzazi ataniambia, sio kama namdharau mamangu, lakini kuna wakati mnaambia mama mimi naenda huku, yeye akitaka niende kusini, mimi nitaenda kaskazini. Hiyo ndio nguvu ya kiroho. Hiyo ndio nguvu ya kiroho ambayo inanikuta hata wakati nafanya kazi. Utakuta either washindani ambao wataki wanakuja kushindana na wewe, kwa wafanya kazi wanakuhujumu, yule negative people, watu hasi wanakuja, yani huwezi kuepuka hata sijui uende wapi. Duniani kote, sio hapa Tanzania tu, bali dunia nzima. Na ndio maana mpaka leo unasikia watu wanapigana nchi na nchi. Yaani nchi ina mipaka yake na ile ina mipaka yake, alafu wanapigana. Kweli. Sasa
ni wapi napopata nguvu yangu ya akili ni wapi, kwa sababu ukishajua napata wapi nguvu, ni rahisi sasa kuja kukabiliana na hao watu wenye, kwa sababu hao watu wanakuja kushambulia kwenye akili au kushambulia mwili. Nadra sana ukuta wanafika hatua waje mtu akupige risasi, ni nadra sana. Wengi hata mchawi, mimi siamini kwenye uchawi. Naamini mchawi anacheza na akili yako ili akuharibu kisaikolojia. Ukikosa nguvu kisaikolojia, huwezi kufanya chochote. Mwili unakuwa tena ni bogus. Mwili haupo tepetepe kama akili imekataa. Sasa nguvu ya kwanza huwa naipata wapi? Nguvu ya kwanza mimi nimeipata sana kwenye vitabu. Yaani vitu ninavyoingiza kichwani, vitabu nilivyosoma. Kila wakati hapa nimekutajia akina Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, ama vitabu ambavyo vitabu ambavyo nimeweza kuvisoma vikanibadilisha fikra kabisa, vikanipa nguvu ambayo hata mtu mwingine ananiambia haiwezekani, mimi nitabakia kwamba inawezekana, kwa sababu nimesoma mara kadhaa kuhusu maisha ya watu wengine, walinionyesha kwamba inawezekana. Kwa hiyo mimi hata watu wengine wakisema hapana, wananizodoa, haiwezekani, biashara hii haifanyiki, negative people wale, nimekuta hiyo nguvu ninayo kupitia vitabu. Cha pili ni watu wanaokuzunguka. Marafiki, yani hapo ninasemea marafiki. Ikija upande wa marafiki, mimi huwa naangalia ubora na sio wingi. Huwa naangalia ile quality over quantity. Ni mara 100 uwe na marafiki wawili duniani kote kuliko uwe na marafiki milioni 1 alafu hawachangii chochote kwenye maisha yako, hawakupeleki mbele, bali wanakurudisha nyuma. Sasa huwa najitahidi sana hapa kwamba nachuja sana. Mimi nasemaga kwamba akili ni kama kiwanda. Ndio. Cha kuchakata malighafi za taarifa. Kwa mantiki kwamba ukijikuta tayari kwenye kichwa chako unaingiza vitu ambavyo ni negative, haiwezekani. Sasa umezungukwa na watu, kumbuka hapo, huyu anafanya hivi, unafikiri atafanikiwa. Kwani kuna mtu alifanya biashara kama hii tena alishindwa kabisa. Wewe utaweza? Hivi vitu yani hizo ukiziruhusu zingie kichwani, hata maisha halisi vinatoka vitu vile vile. Kwa hiyo mimi wanasema akili ni kama kiwanda cha kuchakata malighafi za taarifa. Ukiingiza takataka kama malighafi, utatoa bidhaa ambazo ni takataka kwenye maisha halisi. Sasa hii imenisaidia sana. Kwa hiyo kwa sababu mwenye uwezo wa kuchuja watu mimi mwenyewe, kwani mtu analazimisha kuja nyumbani kunitembelea? Hakika mimi naambia nenda zako. Mimi kidogo niko strict sana. Naambia hapa hivi sipo. Yaani kama akiforce naambia nitaonyesha njia yote kama siko na interest ya kwenda naye. Mwisho siku ataondoka. Ni kwa sababu lazima, kwani? Hapana. Ni njia ngumu sana ambayo wenzetu wameitumia kama mataifa ya wenzetu. Wakati mwingine naona wakati mwingine unaweza kupunguza social jamii kwenda na jamii, lakini nadhani wakati mwingine inakuweka salama, kwa sababu issue sio kwamba idadi ya watu. Issue ni wale watu kuja kubomoa kisaikolojia, kiakili, ni hatari sana. Kweli. Fikiria ukikaa kwenye kijio cha kahawa cha dakika 5 tu, alafu ukakutana na maneno ya kuzodoa au kuzodoa kitu, au ulikuwa unataka kufanya biashara ile, unakuta unaiponda na kuambia ukienda ile biashara unaweza kushangaa unaibadilisha na usifanye. Kweli. Lakini ukienda kwenye kijiwe kingine kwa dakika 5 tena zile zile, unakuta wanasifia ile biashara. Wanasema bwana yule jamaa alitoboa bwana, alifanya vizuri yule jamaa. Niamini, hata kama ulikuwa una wazo kufanya ile biashara, utaenda kuifanya na itafanikiwa. Kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchuja kitu unachoingiza kwenye masikio yako na kinachoingia kichwani akilini mwako, kwa sababu mwisho wa siku kitaamua hatima maisha yako. Hapa huwa niko very selective. Yaani sitaki hata mtu, hata kuna wakati ambapo inabidi kama naona mtu sasa uende na hata na block kabisa namba, kwa sababu anaweza kanitumia message nyingine ya kudisappoint na kweli kanisa. Ukiingia ukiingia tu kiakilini nimekumaliza. Kweli kabisa. Kwa hiyo hata hii mantiki yake ni kwamba hata ninapoenda kule mtandaoni, watu nao follow, umeona? Kama una follow watu ambao wanawazia mambo ya misiba, wako watu tu wanawazia tu biashara zilizofeli tu, maisha tu magumu, na post leo mtu kafanyaje, hizo unasema akili ni kama sumaku, uvuta inachofikiri. Ndio. Lakini pia hii kauli ya akili kama sumaku imekuwa proven, imethibitishwa na sayansi na saikolojia kwamba kuna ile principle au sheria inaitwa the law of attraction, kwamba mwanadamu, akili ya mtu huwa ina tabia kuvuta kile inachofikiri. Kumbe sasa ni muhimu kuhakikisha kwamba unafikiria kwa usahihi. Kweli.
Siku ambayo utaanza kufikiria kwa usahihi utaona vitu vinaenda vinakuja tu, lakini siku ambayo utaanza kufikiria negative, yani utashangaa ni kama miujiza hivi. Kama ufikiria msiba unatokea msiba kweli. Kwa hiyo watu wanajitahidi sana kuchuja watu ili kuhakikisha kwamba unailinda akili yako. Kwa hiyo mimi nguvu yangu inatoka wapi? Inatoka kwenye vitabu kama sehemu ya kwanza. Nguvu ya pili, nguvu ya akili inatoka pia kwenye watu ambao wananizunguka, marafiki zangu, na chuja kweli kweli. Yaani kwenye hili jambo ukiona mimi naongea na wewe Dr. Teresia, ni kwa sababu naamini wewe ni mtu sahihi. Wengine mimi na blog kaise. Na blog mtu kabisa, sina mtu kabisa. Wala sio tunalinga sio nini? Nalinda akili yangu. Yes. Nalinda akili yako, kwa sababu akili yako ndo mali yani. Sasa kitu cha tatu ambacho kimenisaidia kwenda kuweza kuepuka hizi negative, kwa sababu huyu mtu ambaye ni negative kama atapita hapa anapiga makelele, lakini akakuta kiakili uko imara, huyu mtu atapiga makelele kama mwenda wazimu, hata maisha. Kwa hiyo inahitaji nguvu ya akili zaidi. Na sehemu ya tatu nyingine ni meditation. Meditation hii wanaweza kusema kama kusali, kuweza kujisikiliza. Watu wengi wanasema sisi watu aina yetu kama mtu ambaye ana solitude. Kuna watu ambao ni solitude. Muda mwingi yuko peke yake, ni loner. Unasema loner sio? Unajikuta muda mwingi yuko peke yake. Mtu ambaye muda mwingi yuko peke yake ana nguvu kwa sababu una time ya kutoigiza. Yes, kweli. Una time ya kujiona mwenyewe. Sasa tumeona watu wengi anapenda company ile kwa sababu wakiwa wanakunywa pombe na bila atakunywa pombe ili sio keep company ile. Wanakunywa sigara kwa sababu anataka keep company kubwa yenye marafiki, yani vipi ambavyo tukuone siku hizi mbona uonekane nini, anataka kwenda nao ili awaridhishe, sio ndio? Huwa kunafika hatua ana fake maisha ambayo sio kwake. Na kwa sababu ana fake maisha, mwisho siku anakuwa dhaifu kisaikolojia, kiakili, anakuwa dhaifu kweli kweli, kwa sababu watu wengi huwa wanasubiria comments za watu wengine kuhusu yeye. Yes. Lakini mtu ambaye ni loner, ambaye yani uko peke yake muda mwingi, huyu mtu anajiamini yeye kama yeye kwamba mimi natakiwa nifanye hiki, sitaki comment ya mtu yote, na sitaki mtu yote atakaye comment ndaiassess, nafaa nitaenda nayo, haifai naipiga chini naendelea kama mimi ninavyofikiria. Huyu ni loner. Ndio. Watu huwa nahisi kama hawa loner wanalinga au loner wanatenga watu, lakini si kwamba wanatenga watu, wanajilinda akili yao. Wanaogopa kwenda kufeki. Kweli. Yeah. Sasa hiyo mimi nimejikuta sana, hii inanisaidia sana hii meditation, kuwa peke yangu na kuweza kuomba Mungu, kuomba tu ile imani. Unajua unapoomba ni kama una yale maneno tunapokuwa tunaomba, nilikuwa namwambia mwenzangu jana kwamba tunapokuwa tunaomba si kwamba eti tuna kitu cha kwanza tunajiambia, tunajinenea maneno yana nguvu. Ndio. Na Mungu alishasema kwamba ombeni mtapewa. Sasa mimi huwa najitahidi naomba mazuri. Kwa nini niombe vitu vibaya? Kweli. Naomba kwamba okay, kampuni yangu niwezesha hii, na mimi kwa miaka 10 ijayo na mimi nitakwenda kufanya kazi labda kimataifa, na yani hivyo naomba hivi mbele za Mungu. Kumbe kwa kunena vile unakuwa yale maneno yana nguvu sana. Wewe tamka neno tu, utakuja kushangalia neno utamka linakuja kutokea hata kama ni miaka 10 ijayo. Kweli. Yeah, kwa kutumia hata ile principle kwamba akili ni kama sumaku. Sasa meditation imekuwa sehemu yangu ya nguvu sana, lakini pia huwa kuna kitu ile nyingine, kushinda nafsi. Kuna ile technique nyingine ninatumia ya 4 ni kushinda nafsi. Kushinda nafsi ili bwana nao ni gumu sana kuelezea, lakini hata nielezee. Kushinda nafsi. Kwa hiyo kwenye kushinda nafsi na maana kwamba mimi naamini kwamba kwa kila mtu kuna nafsi mbili. Ndio. Kuna nafsi moja ukiamka asubuhi inasema kwanza kabla hujaamka kitandani nakwambia ni amke au nilale, ndio kulala bana. Ndio. Alafu ukishaamka inakwambia nipike chai au niachane nayo bana. Unaona? Always nafsi ziko kama vile always ziko na opposite each other. Umeona? Alafu kwenye safari hapa kwenda sehemu uende asiende bana. Kwanza kwenyewe kule jua kali au nini au mvua hali ya hewa iende. Yaani kwa hiyo unakumbuka utakuja Morogoro. Acha nikutolee kwa Morogoro. Sasa Morogoro niende nisiende. Ushaelewa? Alafu mbona najisikia kama mnyonge leo hawamwisi. Sijui kama nitaweza kwenda. Niende. Unaweza kushangaa zina opposite each other. Kuanzia asubuhi mpaka jioni. Zinagombana tu hizi nafsi. Ziko kwako mtu huyu mmoja. Zinagombana. Umeona? Sasa mimi huwa nina tabia moja. Najua kabisa hizi nafsi ziko mbili. Na ndio maana huwa inafika hatua unakuta mtu kama hujai kutokea kama ukaongea peke yako, basi ni maajabu makubwa sana. Unaongea peke yako. Unaongea peke yako.
sana. Kumbe basi mimi wakati mdogo nilikuwa namsikia mzee wangu akiongea peke yake. Ni nini anapanga kule shambani? Anapanga nini za mzee? Nikichungulia hamna mtu yote anaongea naye. Kumbe anakuwa anajaribu hiyo kuongea peke yako, unakuwa unajaribu kuikataza ile nafsi nyingine. Hiyo. Yaani alafu unaongea hii, yaani ile pale isikie. Hii kwa hiyo zinakuwa mbili, ukiongea ni kama vile unaishinda, yani kama mko wawili pale kwa hiyo unaamua kutamka yale maneno ili kwa shamba hii yaani kunyima nguvu. Kweli. Sasa mimi huwa najitahidi najiongelea, kitokea nikaongea peke yangu na kiwa shambani au tunatembea, nitaongea vitu post na epuka sana kabisa kutamka maneno mabaya juu yangu. Ndio. Kwa hiyo nitasuppress ile nafsi ambayo inaleta negative, alafu na istawisha na inawilisha hii ambayo inaleta mambo positive, mambo ambayo ni chanya, na ikandamiza hii ambayo nafsi hasi. Kwa mantikio sasa, hizi mbinu 4 za kusoma vitabu sahihi na makala sahihi mitandaoni, vitabu mbalimbali, lakini njia ya pili kwa kuhakikisha kwamba anakuwa na marafiki sahihi, watu sahihi wanaonizunguka. Na hapa inakuja muhimu sana kwa watu ambao hawajaolewa au hawajaoa. Hii ni muhimu sana kwa sababu hii ya watu, kwa sababu issue inaanzia pale nyumbani. Kama una mke ambaye kila ukitaka kufanya mradi anakuambia mradi hiyo kitu gani? Unapoteza pesa tu wewe. Au na mwanaume mme anakuambia sasa ina mke wangu kila siku wewe miradi tu yanaharibika, pesa tunapoteza pesa tu. Yaani huyo tayari hiyo ni hatari hiyo. Kwa hiyo huyu mimi najitahidi kwamba ukijaribu kwa counsel vijana ambao hawajapata kuoa bado, wale ambao wameoa wasiambiwe kwamba talaka sio option nzuri. Lakini ambao hawajaoa au kuolewa, naambia sana hebu zingatia kwamba unapata mwenza ambaye mtakuwa na vibe sawa. Sana. Sasa fikiria wewe maisha yako kuanzia asubuhi mpaka jioni una mtu negative ndani kwako mle chumbani. Masaa 24. Kwa hiyo usitegemee kwamba kutakuwa kila kitu kitakuwa kinaonekana kiwezekani. Kumbe kama asingekuepo yule tu akiondoka, kile kitu kinawezekana. Kabisa. Ndio maana waganga hata ukienda kwenye watu waganga watu wa jadi au watu wa asili, watakwambia yule mtu amwendani nyota. Ndio. Kumbe kuna vitu vidogo kama hivi kwamba huyu mtu amwendani kimtazamo. Alafu sababu ya 3 ambayo nimesemea pale ni kusali, kumomba Mungu wako kwa imani yako, na sababu ya 4 ni kushinda ile nafsi ambayo ni hasi. Hizi ndio sababu ambazo mimi zimenisaidia kuweza kupambana na watu hasi. Na tekniki yote tu, maana hao watu ukikuta mtu kwa mfano, tunaona kama mtu alikuwa anakuzonga, ukamkwepa tu kwenye simu ukamblock, huyo mtu hana nafasi tena. Kweli. Kwa hiyo ina maana tayari, kwa sababu njia nzuri ni kuhakikisha kwamba unajitenga nao watu. Sasa ukishamblock ukamtoa na ukatumia technique zako, maneno hata akijaribu kutuma message, mimi message ikija sasa nikwambie technique yangu. Nikisoma mimi message mbaya yote ya matusi, kwa sababu napokea, siwezi kuambia message matusi leo. Kwenye hata kuandika hizi makala mtandaoni, anatokea tu mtu anakufuatilia tu anakufuata inbox. Yaani anakuja tu na hasira yake anataka kuponda. Kwa hiyo nikitokea kama ametuma message kiona tu maneno ya mwanzo yako haki, huwa hiyo message na isomi yote, alafu ana block. Sasa uenda labda kaanza na tusi, kumbe mwisho alikuwa anamaliza na mambo mazuri. Mimi akishaanza na tusi tu kidogo tu, ishara kwamba hii message negative, na block. Kwa sababu ukiruhusu kusoma message ambazo ni negative, kutazama ambavyo vitu ni negative, hiyo vitu utakuja kichwani mwako. Vikija kichwani mwako vinakubomoa. Kweli. Ndio kwa ufupi kama niweza kujibu swali lako kwamba ni kwa namna gani unaweza kudili na watu ambao ni hasi katika aidha nifanya kazi, ndugu, wabia, washirika, watu tu. Namna hii imenisaidia kwamba at least nimeweza kujibu swali hilo japo kwa uchache, lakini angalau umepata mwanga. Nimefurahi, na kweli inaniongezea vitu vingine, vitu vikubwa hasa kwenye kublock. Mimi mara nyingi huaga ninafuta namba ya mtu alafu naiacha tu. Na nimefurahia kitu ambacho nimekifurahia vile ambavyo nilikuomba nizungumze nawe, ukaniambia nijaribu kukupa kama utangulizi wa nini ambacho nataka tuzungumze. Na mimi ni mbinu ambayo siku zote huaga naitumia kwamba kabla sijapokea simu ya mtu huwa natamani nijue anaenda kuniambia nini. Kama ni negative nimkatae hapo hapo, kwa sababu ninachoamini na kwa upande wangu mimi, yani mimi ni mtu ambaye ni mmoja watu ambao huwa sipendi kuongea na simu sana. Kwa sababu hofu yangu huaga kubwa pale ambako ninaisikia sauti ya mtu. Mimi kwangu kusikia sauti ni jambo ambalo linaweza likakaa miaka mingi kuliko kuona maandishi. Kwa hiyo nasema bora unitumie message, niambie unataka uongee na mimi, una lengo gani la kuniambia. Ndio maana hata kabla sijakupigia tena nilikutumia ujumbe.
wa kukuomba kwa mara nyingine ridhaa. Na licha kukupigia bado nikakuomba tena ridhaa. Kwa upande wangu mimi hii imekuwa ni moja ya mbinu ambayo naitumia kuepuka hizi negative energy. Kwa sababu negative energy kama ukianza nayo tu asubuhi, siku nzima inaharibika. Siku nzima inaharibika. Yes. Na siku kishaharibika, maana yake mipango yako itavurugika, kama uzalishaji utapungua siku hiyo. Kwa ni kitu kidogo lakini kina madhara makubwa. Kwa hapo nimefurahi sana ulivyoniongezea hizo pointi za kublock. Naanza sasa kublock lasi. Sasa kublock. Sijai kublock ni mtu. Sijai kublock. Sijai kublock. Yaani mara nyingi huyo mtu ukifuta message yake kuna chance siku nyingine uenda wazimu utamrudia, alafu atakuja kutumia tena message ya namna hiyo. Okay. Sasa hiyo naondoka nayo, naanza kuifanyia kazi sasa hivi, ni mwendo wa block tu. Maana ilifikiaga hatua hadi nilikuwaga na mimi ni bingwa ambaye najiweka nayo kubadilisha namba. Mtu akinikera nikishaona ameniandama nabadilisha namba. Sasa nikasema tena huo uamuzi nimefanya hapa ilikuwa ni siku ambayo nafikisha miaka 28, nikasema no. Nataka niwe mtu mpya. Yaani nisiishi maisha yale. Kama namba nitabadilisha namba ngapi? Watu watanitafuta, watanipata. Ya hakika. Sasa kila wakati unabadilisha namba. Alafu sasa unaona mimi huwa najipa matumaini kwamba watu duniani wako zaidi ya mabilioni. Ndio. Ikitokea nimepoteza watu 20, 100, 200, milioni 1. Hakuna tatizo, hata Tanzania tu hapa nzima tuko milioni zaidi ya 60. Kwa hiyo ikitokea kuna watu milioni 20 tu hajanipenda, it's okay. Ndio. Hata ikibakia tu na milioni 1, mimi nilikuwa nimeweka target kwamba nikiweza kuhudumia watu milioni 1 kufikia mwaka 2030. Yaani watu wa kuhudumia moja kwa moja kama tulivyoongea. Inatosha kabisa watu milioni 1. Sasa kwa hiyo sihitaji sana idadi kubwa, hapana. Hata milioni 1, watu wachache tu unaweza kuhudumia. Watu wako wengi duniani. Kuna wale negative wakate waondoke sawa. Wakapata negative wenzao. Na huwa hawapatani negative kwa negative. Hayapata hawezi kupatana. Like charges repair. Hao watapigana na kupigana kwa sababu ina maana mwenda wazimu kakutana mwenda wazimu wenzake. Juzi nilikuwa natembea Kariakoo juzi. Sasa nikuta jamaa kuna foleni kubwa sana. Najiuliza hai imekwaje? Kumbe kuna watu fulani wamekutana barabarani magari yao. Alafu wamebishana. Alafu sasa kila mmoja ameshuka kwenye gari, wanatunisha na misuli, wamesababisha foleni barabara nzima ndefu. Ndio basi hapo mpumbavu kakutana na mpumbavu mwenzake. Imekuwa ni balaa. Sasa kuna msemo wa Kiingereza kama wakati tunamalizia, kuna msemo wa Kiingereza anasema it takes two fools to tango. Yes. It takes two fools to tango. Kwa hiyo kwa wale ambao pengine wasiweze kuelewa msemo huu ni kwamba huwa inahitaji wajinga wawili kuweza kugombana. Ile kutokea ugomvi. Ili ugomvi utokee, inatakiwa pawepo na majinga mawili. Ambayo yameamua kufanya hivyo. Kwa kumblock tu mtu, ina maana wewe umeshajitambua yeye sio mjinga, unamwacha yeye akatafute wajinga wenzake. Siku ya siku kukiwa na ugomvi ni kwa sababu wajinga wawili wamekutana. Kweli ni jambo zuri. Asante sana pengine labda wakati tuna wind up kipindi chetu, kuna jambo lingine pengine tutatetea la kuzungumzia kabla tujasema okay. Sasa angalau tumeweza kugusa mambo ya msingi sana ambayo si kwetu tu lakini pia kwa watu ambao wanatufuatilia kwa jamii kwa ujumla. Okay. Kwa kumalizia, ningependa kwa upande wako daktari, kwa sababu tayari ni mtu ambaye una mentor watu wengi, unao mentees wengi chini yako, lakini ni mtu ambaye umekuwa na exposure kubwa sana, hususan kwenye kundi kubwa linalowalea kwenye swala la ujasiriamali. Sasa inapofikia hatua ya kusimamisha kitu chako, mtu anaweza kamipitia mchakato vizuri akawa na watu, lakini hapa tumetoka kuongelea namna ya kuepuka wa negative people, wenye negative energy. Sasa kwa uzoefu wako na experience kubwa ambayo uko nayo, ni uliwezaje kuweka hisia pembeni na kufanya maamuzi magumu dhidi ya watu ambao hawakuwa na mwelekeo chanya na kampuni yako, ili mtu mwingine anayesikiliza hapa naye aweze kuzima hizo hisia, asiangalie undugu ama urafiki katika kujenga kampuni yake ama kukuza biashara yake? Ulitumia mbinu gani? Mbinu ambayo swali zuri sana, ndo tuseme kama ni maswali ya chuo kikuu cha mtaani, ndio swali kigongo. Naweza kutenganisha hisia zangu binafsi na hisia za watu wengine. Nawezaje? Kwa sababu mimi sio malaika. Hata leo asubuhi, leo mchana ninaandika kwamba Jefama bana sio malaika. Kwa hiyo kuna wakati ambapo huwa ninaona na nakasirika vile vile. Sasa
Kwa sababu mimi sio tofali kama hata alivyosema huyo bosi wangu wa zamani kwamba sio tofali kwamba ukiniweka hapo nitabaki vile vile. Sasa nawezaje kuhusisha hisia? Kwa sababu kuna wakati ambapo unaweza kwenda kwenye kazi ukiweka hisia sana, wakati mwingine si sahihi. Unaona? Kwa hiyo mimi nimekuwa kwanza nina tabia kuona kwamba maono ya jumla, kwamba sio personal. Kuna watu kadhaa tu wamekuja tu, anaweza kaja na ushauri, yani neno fulani. Mimi nashauriwa, kuna bwana mmoja ambaye simtaji jina hapa, lakini yeye ni mwadhiri wa chuo kikuu cha UDOM. Mara nyingi amekuwa kama mimi, kama nikimbilio langu. Akiona kitu chochote hata nikiwa nafanya kwenye jamii akakiona kipo wazi, basi sasa akanifuata inbox na akaniambia. Huyo sasa mimi sichukulie kama negative. Ni negative in sense kwamba ananijenga. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana kutofautisha, kutoa hisia, kutofautisha au kutenganisha hisia na uhalisia. Ndio. Kwa hiyo kuna wakati ambapo kuna watu wanatokea kwenye maisha yako wanakuja kukubomoa. Ukiweka hisia kwamba huyu ni adui always, na wewe ukaanza kupambana, ndio chanzo cha kujikuta wewe unajimaliza. Kwa sababu nimekutana nao mara kadhaa, na wengine mpaka tulishia mahakamani. Si kwa sababu nimewashtaki mimi, ila wao wamenishtaki. Nielewa, lakini yani mimi najitahidi, mimi niko kama nyoka. Hata nikueleza vizuri mfano wa nyoka, kwa sababu mimi napenda sana nyoka. Mimi niko kama nyoka. Nyoka ana sumu si kwa ajili ya kushambulia mtu. Nyoka amepewa sumu kwa ajili kwanza ya kuingia kitoweo chake, alafu kujilinda. Yani zaidi watu wanasema, wataalamu wa nyoka wanasemea kwamba nyoka amepewa sumu is more defensive than offensive. Ndio. Sasa mimi wanaambia watu, sio mnyonge kiasi kwamba eti nisiwe na hisia. Kuna watu ambao kuna wakati ambao inabidi wa face. Ndio. Kwa sababu usipo face watapata loophole ya yani kukumaliza. Ndio. Hii naomba nisisitize sana. Ndio maana nimeanza kusema kama Aje Farmer sio malaika. Kwa hiyo kuna wakati ambapo inabidi upigane, si kwa sababu unaenda kupigana kumshambulia mtu, ila kwa ajili ya kujilinda. Kweli. Nimejilinda mara kadhaa kwa hisia. Nimezuia mtu asiweze kwa mfano si mitandao, ni kama mitandao unavyoiona hii. Mitandao mtu anaweza kaja kwako, ndio utatesea akatafuta page yako, akaamua kuchafua anavyoweza. Ndio. Umeona? Sasa yule mfano hata hii kilichotokea mwezi jana, kuna mzee mmoja miaka takriban 60 ambaye mimi namheshimu sana. Sikuwahi kufikiria kwamba yeye eti ninaweza kusimama naye kwa namna yote kushindana naye. Kwa hiyo hata siku zote alipokuwa anakuja kwangu, kama umesoma vizuri pale, hata wewe uko kwenye group kule. Yes. Yule alikuwa akija hata muda wowote. Kwanza mwanzoni alipoingia akasema uwe makini, alikuwa ananiambia mimi. Uwe makini, kitu unachokifanya ni kikubwa, kwa hiyo unaweza kupata maadui tu sana. Kila wakati ana comment jambo hilo. Umeona? Linishangaza mwanzoni kabisa. Niingia, ukiingia kwenye message kule utazikuta. Kwa hiyo ana comment namna hiyo. Sasa kumbuka huyo hapo nilianza kumshtukia pale. Ndio. Huyu kwa nini anatadharisha kuhusu watu wabaya? Yaani kwa nini anaambia kila wakati watu wabaya kwamba atakuja? Au watu wabaya? Mimi nikamuuliza pale, na voice yangu iko kule kwenye group. Nilimuuliza hivi, wao watu wabaya, kwani mimi nafanya kitu kibaya? Yaani mimi nimeiba, labda kusema amehujumu uchumi, labda nauza madawa kulevya, labda kitu gani ambacho mimi natakiwa nikifiche, yani ambacho yani wewe unakisema kuna watu wabaya watakuja watu maadui watakuja, yani angalia kitu unachofanya kizuri sana, angalia hilo jambo ni zuri, lakini kuna watu watajitokeza. Yani alikuwa akisisitiza mara kwa mara. Lakini kadri muda ulivyoenda, na natumia mfano huo kwa sababu ndio utaelewa zaidi. Mimi huwa nafundisha kupitia mifano hii ambayo nimeishi. Muda ulivyozidi kwenda, nilihamasisha ziara ya mashambani mkoani Morogoro, ambao ziara tulienda. Sasa mwanzoni yeye hakujua kama watu wangeitikia vile. Watu wakatoka mpaka Sweden, watu wakatoka Afrika Kusini, watu wakatoka kila kona ya nchi, wakaja tukakutana Morogoro. Na yeye akaja kimya, ingawa alikuwa hajajaza fomu. Namuona kwa, lakini nilikuwa msoma, yani mimi nishasoma kwa sababu nimeishi na hao watu muda mrefu. Yani sio mchezo kwamba mimi nacheza mchezo sasa hivi. Kwa hiyo nimeishi na muda mrefu. Kwa hiyo alipofika najua huyu hapa yupo hapa, si kwa ajili tu kama nina ziarani, ila amekuja kuprove kama ni kweli huyu jamaa kwani anaweza kuhamasisha watu. Mshafahamu? Kwa hiyo anafika pale tukafanya safari,
lakini kule safari njia nzima anatengeneza vikundi vidogo vidogo mle kwenye gari. Mimi kuna watu wanakuja kuniambia. Sasa hapo ndo nguvu ya hisia. Hapo lazima uwe na nguvu ya akili. Umeona? Ili uweze kucontrol hisia zako lazima, ili uweze control akili hisia zako, sharti uwe na nguvu ya akili. Kwa hiyo sasa mimi tunavyoenda mle njiani watu wananiambia, na tulipofika kule akaambia mashamba bwana huko hapana. Huyu jamaa ndio kuwapiga. Mimi na mashamba mengine kutana nimepata kwa bei nafuu zaidi. Akaanza kuambia watu pale pale kwenye wale tulienda nao. Sasa mimi kwa kujua kwamba ninabidi control hisia, maana ndio swali lako. Kuna mahali tulifika tukasimama kwenye taasisi moja ilikuwa ni Taarifa Kara. Tuliposimama pale tulikuwa tunapata mafunzo kidogo kama kituo moja hapo ambacho tulikuwa tumetembelea. Mimi nilimkaribisha mbele. Yaani sikutaka kuonesha hisia kiasi kwamba nigombane naye pale pale. Yaani nianze kumnunia au nifanyeje. Ilibidi ni control hisia zangu. Hapo ndio unakuwa nafasi ya control hisia. Yaani kabla hujamlipukia mtu unajaribu kuhold kwanza, kuvumilia kwanza. Unajua ni kazi. Kwa hiyo ilibidi ni hold kwanza, nikamkaribisha pale mbele. Akaja akaongea, alikuwa anataka kuongea, lakini mimi kwa juu hapa ninacheza na nyoka. Umeona? Tena nyoka mwenye sumu. Kwa hiyo nikaenda naye mpaka hatua ya mwisho alipokuja kubwatuka kuweka wazi, kwa sababu aliona vile anayofanya yote hayaezi kunianga. Kwa sababu lengo si kuangamiza. Adui anapokuja anakuja kukuangamiza. Ndio. Haji kubembeleza, adui anakuja kukuangamiza. Kwa hiyo anapoona kwamba uangamii, atakuwa anabarisha mbinu mpaka atatafuta mbinu ya mwisho kabisa ni kujitokeza hadharani. Sasa alipotokea tu akajitokeza hadharani, hatua ya kwanza ni muondoka kwenye bila kumpigia hata simu. Kwa hapo sasa ndio hatua inafika kwamba hisia zangu, yani unatakiwa udhibiti hisia mpaka point fulani. Kweli. Sasa nikamondoa na nikamblock, akatuma message nikablock, nikayafuta, akanifuata mitandaoni anaanza kucomment tofauti, nikafuta message zake kule kwenye mitandao ya kama Facebook, nikamblock, na amestruggle hata juzi kutafuta namba nyingine, kanitafuta nikablock, nikafuta message zake sikusikiliza. Sasa ndio namna pekee hiyo ya kudili na watu ambao ni negative kihisia sasa. Kwa hiyo hapa nataka kuambiaje, unapodili na watu usiwe na hisia kali zilizopitiliza, lakini usiruhusu watu hisia ina maana kwamba usiwe ni mtu wa kureact, badala yake uwe mtu wa kuact. Hiyo kama nini sema maneno mepesi. Yaani ukireact unajikuta unatumia energy kubwa sana. Kwa mfano, mimi ningeamua kureact nitabidi nianze kusema kama yeye alikuwa anatapakaza ujinga. Kwa hiyo ningeharibu muda wangu mwingi. Ndio. Bila badala yake mimi nilitulia pale pale. Alipokuja kwenye engo ya kwangu ndo nilimpasua pale pale. Sikumfuata. Yeye ndiye alifuata. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama nyoka. Kwa hiyo umeona nimekuwa defensive, sikuwa offensive. Sasa hiyo kwenye hisia ni muhimu sana utumie hisia zako kuwa defensive zaidi kuliko kuwa offensive. Ukiwa offensive utatumia gharama. Mfano mimi kwa kutumia ile pale alipofanya, alisambaza message nyingi, ningechukua zile message alafu ningeenda mahakamani.